Siku zote kwenye ile michezo ya kombe la shirikisho ama michezo ile ya klabu bingwa ama ligi mbalimbali ambazo zitahusisha timu kutoka katika nchi za Kiarabu, mara nyingi sana tumezoea kuona watu hawa wakiwa ni wakorofi, washabiki wa timu hizi, hususani wale ambao ni wafia timu, mara nyingi wanakuwa korofi sana. Lakini mara nyingi pia wachezaji wenyewe pale ambapo wanaona mwamuzi hajatenda haki, wanakuaga wakorofi sana. Tulishuhudia katika mchezo pia wa Simba hapa nyumbani ambapo zilifanyika vurugu, ambapo Waarabu walianzisha vurugu, lakini baadaye Simba ilikuja kupigwa faini baada ya mashabiki wa Simba kufanya bato ya ugomvi. Sasa katika mchezo ambao ulipita kati ya Esperance de Tunis, huu ni mchezo wa CAF Champions League ambapo wenyewe walikipiga dhidi ya Mamelodi Sundowns, kuna matukio ambayo yalitokea ambayo yalikuwa ni ya kikatili sana, ambapo kama kawaida Waarabu walianzisha vurugu, lakini safari hii walianzisha vurugu wakiwa ugenini dhidi ya mashabiki wa Mamelodi Sundowns ambapo waliyakanyaga. Sasa ukiangalia picha hizi utagundua kwamba kile ambacho nakizungumza kilikuwa kinauhalisia kiasi gani. Kuna shabiki mmoja hivi wa klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye anaitwa Sibo. Huyu jamaa aliweza kuokoa maisha ya shabiki wa klabu ya Esperance de Tunis, ambapo baada ya mchezo kati ya Mamelodi Sundowns dhidi ya Esperance de Tunis katika mchezo wa CAF Champions League, mashabiki wa Esperance walianza kuondoa yale mabango ya Mamelodi Sundowns uwanjani, jambo ambalo lilisababisha hasira kwa mashabiki wa Mamelodi Sundowns, ambapo mashabiki wa Mamelodi walijaribu kuzuia vurugu na uharibifu huu, lakini bado haikuwezekana. Ndipo na wao wakareact sasa na kuanza kupigana na washabiki wa klabu hii ya Esperance de Tunis. Polisi kutoka nchini Afrika Kusini walilazimika kuingilia kati, lakini kutokana na wingi wa mashabiki ambao walikuwa uwanjani ilishindikana na polisi walizidiwa, akalazimika kuingilia kati, lakini wakatumia nguvu kubwa sana, lakini bado hali ilikuwa ngumu. Sasa wakati polisi waendelea kutuliza ghasia, kulikuwa kuna ile hali ya kusukumana kwa mashabiki, na uwanja huu ni kama upo juu hivi, kama kuna kigorofa fulani hivi ambapo walikuwa wamekaa hawa mashabiki, kama ambavyo tunajua hata uwanja wa Taifa pale kuna ile mzunguko, lakini kuna ile safu ya juu kabisa, tunaongelea kule ambapo maeneo yale ambayo unakuta imekaa ile screen ambayo huwa inaonyesha matokeo ama dakika. Sasa unakuta shabiki yuko kule alafu asukumwe mpaka chini. Sasa kuna shabiki mmoja alisukumwa ambaye anaitwa Christian Kunku, ambapo aliteleza kwa bahati mbaya, lakini akapata pa kujishikiza pembeni mwa uwanja kama ambavyo unaiona picha hii. Hali hii ilikuwa ni hatari sana kwa kuwa alikuwa akininginia juu ya uwanja katika eneo ambalo ukipiga hesabu hivi ni sawasawa na kama ghorofa ya 5 hivi kwa ule urefu ambao jamaa alikuwa akininginia. Sasa pamoja na machafuko yaliyokuepo, shabiki mmoja wa Mamelodi Sundowns alimuona huyu mwamba akininginia bila msaada. Bila kusita, shabiki huyo alijitahidi kumsaidia na hatimaye alifanikiwa kumuokoa mshikaji fresh bila tatizo lolote. Hapa ndipo ambapo tunasema mpira si uadui, mpira unaleta watu karibu. Kama angeanguka, basi bila shaka ungekuwa ni mwisho wa maisha yake, kwa sababu pale ambapo alikuwa ameninginia ilikuwa ni sehemu ya hatari mno, na ilikuwa ni sehemu ya juu ambapo kwa bahati mbaya kama angeteleza huenda angepigiza kichwa chini, angevunjika au angekuwa vipande, lakini kama angepona basi angekuwa katika hali mbaya zaidi. Hili ni tendo la kiungwana na lilipongezwa sana, ikionyesha jinsi ambavyo mpira wa miguu si uadui ila ni mshikamano. Sasa alipoulizwa huyu mwamba ambaye alimsaidia jamaa ambaye anaitwa Sibo, alisema kwamba alimuona mwamba akininginia akahisi yuko hatarini kufa, lakini wakati anamsaidia, anamshika mkono, mvua ilikuwa inanyesha kiasi kwamba wakati anaendelea kumvuta yule Mwarabu ambaye anaitwa Christian asiteleze, jamaa kama vile alikuwa anaelekea kuishiwa nguvu, lakini huyu ambaye alikuwa anamvuta kutokana na mvua kama vile mshikaji alikuwa anateleza. Sasa wakati anamshika mkono anaendelea kumvuta, yule mshikaji yule wa Kiarabu alihisi kama jamaa anataka kumsukuma, akamwambia tafadhali usinisukume, na watoto 3 siwezi kufa huku akilia. Huyu mwamba wa South Africa ambaye anaitwa Sibo hakulegeza mshiko wake, alijaribu kupiga kelele kuomba msaada kutoka kwa mashabiki wa Esperance de Tunis ambao walikuwa karibu, lakini hawakumsaidia. Waliendelea kumrushia chupa wakiamini kwamba huyu mshikaji Sibo alikuwa anamsukuma yule ndugu yao ili aanguke. Lakini jamaa alichokifanya baada ya kuona kwamba amemshika mkono na imeshindikana, alishika begi la huyu Mwarabu na kumvuta, na hatimaye walifanikiwa kutoka salama kabisa na alimuokoa.
Baada ya tukio hilo, Christian alilia sana huku akimshukuru Sibo kwa kumuokoa. Lakini baada ya mchezo kumalizika na CAF kuanza kufuatilia zile video za vurugu, waliona lile tukio la mwamba ambapo kuna kamera ilikuwa inawatazama vizuri wakati jamaa anamsaidia, na klabu ya Mamelodi Sundowns wakamuita bwana Sibo na kumpongeza kwa kitendo chake cha ushujaa na kuona kwamba mwamba amefanya tukio la utu. Sasa avuta picha, ingekuwa huyu aliyeteleza ni mtu mweusi alafu Mwarabu ndo anamsaidia, sidhani kama angeweza kumsaidia, na badala yake angehangaika hata kuutoa ule mkono pale ambapo alikuwa amejishikiza ili aweze kuanguka. Lakini ngozi nyeusi, respect kwenu bwana Sibo, shabiki wa klabu ya Mamelodi Sundowns pia. Hongera sana kwako, na hiki ambacho ulikifanya uendelee nacho, kwa sababu ni mfano kwa watu wengine kwamba mpira si sehemu ya uadui.